na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Lo, umeniuliza kwa nini nina furaha? Hebu tu nikwambie kwa nini. Ni kwa sababu dhambi zangu zimetoweka. Na ninapokutana na wenye dhihaka wananiuliza ziko wapi, nasema dhambi zangu zimetoweka. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Nilikuwa kwenye madhabahu ya kale ambapo Mungu alipokuja moyoni mwangu, na sasa dhambi zangu zimetoweka. Bwana alitoa umiliki kamili, shetani akaondoka. Ninayo furaha, dhambi zangu zimetoweka. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Shetani ajapo kunijaribu na kunifanya nitilie shaka, nasema dhambi zangu zimetoweka. Lo, uliniingiza shidani, lakini Yesu akanitoa. Ninayo furaha, amina, dhambi zangu zimetoweka. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Sasa ninamwishia Yesu, nina furaha usiku na mchana, kwa sababu dhambi zangu zimetoweka. Nafsi yangu imejaa muziki, kwa moyo wangu wote nasema najua dhambi zangu zimetoweka. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Hebu tumpigie makofi tena. Amina. Liko kwenye bahari ya usaulifu. Mungu asifiwe. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Ubeti wa tatu tena. Shetani ajapo kunijaribu na kunifanya nitilie shaka, nasema ndiyo basi tena, dhambi zangu zimetoweka. Lo, uliniingiza shidani, lakini Yesu akanitoa. Ninayo furaha, dhambi zangu zimetoweka. Hilo si nzuri, liko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Ubeti wa 4. Sasa ninamwishia Yesu, nina furaha usiku na mchana, kwa sababu dhambi zangu zimetoweka. Nafsi yangu imejaa muziki, kwa moyo wangu wote nasema najua dhambi zangu zimetoweka. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Hebu tumpigie makofi tena. Tukimsifu tu, tukimsifu Bwana. Asante Bwana. Lo, ziko chini ya damu msalabani Kalvari, zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri, katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu.
Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Ubeti wa 3 tena. Shetani ajapo kunijaribu na kunifanya nitilie shaka, nasema ndio basi tena, dhambi zangu zimetoweka. Lo, uliniingiza shidani, lakini Yesu akanitoa, ninayo furaha, dhambi zangu zimetoweka. Hilo ni zuri. Ya damu msalabani Kalvari zimeondolewa kama vile giza lilivyo mbali na alfajiri. Katika bahari ya usaulifu wa Mungu, hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe, dhambi zangu zimetoweka. Bwana asifiwe. Lo, unapaswa kufurahi kweli kweli. Dhambi zako zimetoweka. Lo, unajisikiaje kutokuwa na dhambi? Lo, amina. Bwana asifiwe. Hilo linanifurahisha kweli kweli. Unamtazama mshiriki mkamilifu wa bibi harusi wa Kristo. Wewe angalia tu karibu yako, wao wamejaa hapa kila mahali. Amina. Kwa hiyo wadada, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Wadada, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Na wadada, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Sihukumiki moyoni mwangu. Vema, kwa wandugu. Wandugu, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Wandugu, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Wandugu, mnajisikiaje? Tunajisikia vizuri. Sihukumiki moyoni mwangu. Kuna nini kwa sasa? Sihukumiki. Kuna nini kwa sasa? Sihukumiki. Kuna nini kwa sasa? Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Mara moja zaidi. Kuna nini kwa sasa? Sihukumiki. Kuna nini kwa sasa? Hilo si vizuri. Oh, kuna nini kwa sasa? Sihukumiki. Oh, sihukumiki moyoni mwangu. Naweza kuimba na kupaza sauti. Naweza kuimba na kupaza sauti. Amina. Sihukumiki. Naweza kuimba na kupaza sauti. Amina. Sihukumiki. Naweza kuimba na kupaza sauti. Amina. Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Nani aliyehesabiwa haki? Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Hebu tuimbe huo mara nyingine tena. Huo ndio ubeti wangu. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Hebu tuimbe huo. Huo ndio wimbo wa bibi harusi. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Hebu tumpige makofi. Hakuna mtu yeyote ulimwenguni anayeweza kuimba wimbo huu ila sisi tu. Haleluya! Lo, ninahesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Nimehesabiwa haki. Sihukumiki. Sihukumiki moyoni mwangu. Amen. Lo, hilo ni ajabu. Je, unaamini umehesabiwa haki usiku wa leo? Amina. Lo, mpeni Bwana makofi mengi. Jina lako litukuzwe Bwana Yesu. Mwaweza kuketi.
Jina la Bwana lihimidiwe. Ni kweli kwamba hakuna mtu anayeweza kuuimba wimbo huo isipokuwa sisi. Vema, wao wanaweza kuuimba, lakini huo ni kwa ajili yetu sisi. Wao wanaweza kuyatamka hayo maneno, lakini maneno hayo yaliandikwa kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Haijalishi umefanya nini, umehesabiwa haki. Haujawahi hata kulitenda. Mungu wangu, hakika jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Ninatetemeka. Ninayo furaha sana. Ninashukuru sana kuhesabiwa haki. Neno hilo moja tu. Ibilisi hana budi kukimbia, hana budi kwenda. Yeye hana uhusiano wote na wewe na mimi. Hawezi kujaribu tena, hawezi kukupiga chini tena, hawezi kukufanyia chochote. Mimi nimehesabiwa haki tu. Neno moja tu. Hilo ni neno lenye nguvu kweli kweli. Hilo ni neno lenye nguvu. Asante Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Niko tayari kubonyeza play usiku wa leo. Natumai mko tayari pia. Mnaenda kuwa vizuri. Hatujawa pamoja kwa muda wa wiki sasa, kwa hivyo hatufanyi lolote hadi Jumatatu. Naye ndugu Branham alisema hili ni muhimu zaidi kuliko kazi. Kwa hivyo huenda tunaweza tu kunini, sijui. Inatubidi tu kuona kile Bwana anachofanya. Amina. Tunataka kumkaribisha kila mmoja usiku wa leo, walio katika wasikilizaji na wanaonekana na wala wasioonekana. Jina la Bwana lihimidiwe. Karibuni katika ule wakati wa kuungana. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni wakati wa kusisimua. Ni siku tukufu. Huu ni wakati uliotukuka tunaoishi. Tunalisema hilo kila wakati, ni kwa sababu ndivyo ilivyo. Hakujawahi kuwa na siku kama hii. Je, hivi unajua kweli kile kinachotendeka leo? Ndio wakati mkuu sana wa siku ya kutoa shukurani kuwahi kutokea. Hakujawahi kuwa na siku ya kutoa shukurani kama hii. Amina. Ni kweli. Amina. Bwana asifiwe. Watu wote wamesisimkwa na hao wasafiri wanaokuja. Lo, sisi ndio kwanza tumeigundua tu ile nchi mpya tunayoendea. Sisi tunaenda tu kuruka juu ya hii. Wao iliwabidi waje kwa meli. Sisi hatuhitaji kwenda kwa meli. Sisi tunaenda tu kuruka juu huko kwenye ile. Hiyo ni siku iliyokuu zaidi katika historia yote. Leo ni moja siku hiyo. Hebu wazia hilo. Tangu mwanzo wa wakati, moja ya siku iliyokuu katika historia yote, ikiwa sio kuu kuliko zote, ni sasa hivi. Jina la Bwana lihimidiwe. Yeye anamthibitishia bibi harusi wake kwamba sisi ndio bibi harusi wake. Wazia hilo. Bwana Yesu anatuthibitishia kwamba sisi ni bibi harusi wake, na kwamba muhimu zaidi, tuko katika mapenzi yake makamilifu kwa kusikiliza kanda. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Unajua kanda hizo si za kila mtu. Hizo ni kwa ajili yetu. Amina. Jina la ujumbe wa leo linauambia ulimwengu kile kinachoendelea ulimwenguni kote usiku wa leo katika jengo hili. Kanda hizi ndiyo muungano usioonekana wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Je, unaamini jambo hilo? Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Ni nini kinachotukia hapa leo sasa hivi tunaposikiliza ujumbe huu? Lo, huo muungano wa kiroho wa Kristo na kanisa lake
Sasa wakati mwili unapofanyika neno, nalo neno linafanyika mwili, linadhihirishwa, linathibitishwa. Vile vile hasa Biblia ilivyosema lingetendeka katika siku hii, linatendeka siku baada ya siku. No! Neno linafanyika mwili. No! Jina la Bwana limiliwe. Bwana sifiwe. Nasema hiyo ndiyo siku kuu katika historia. Mwaweza kuketi. Ni kuu kuliko nyakati zote. Mungu anamuunganisha bibi harusi wake kwa ujumbe uliothibitishwa wa wakati huu, kwa sauti ya Eliya akiita watoke. Hatuioni sauti hiyo, haionekani. Amina. Hamuioni sauti yangu wakati ikitoka, lakini sisi tunaisikia, na hiyo ndiyo inayomuunganisha bibi harusi. Muungano usioonekana, sauti ikimuunganisha bibi harusi. Amina, amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Amina. Mwaweza kuketi. Tumekusanyika kutoka kote ulimwenguni leo tukisikiliza pamoja. Tunaenda kumsikia Eliya. Tutamsikia akitupigia baragumu. Unajua, nilikuwa nimelala kitandani hivi majuzi, nilikuwa nikimwambia ndugu Samuel, nilikuwa kwa namna fulani nimeshusha moyo, nami nikauweka ujumbe huu. Nilikuwa nikiusikiliza, na ni kama nimsikie nabii huyu akiunguruma ujumbe huu. Nimsikiliza akiwahubiria madhehebu na kuhukumu ulimwengu na yale wanayofanya, akiyahukumu madhehebu. Lakini wakati huo huo ananguruma kwa bibi harusi wake, akitupazia sauti, akituambia ni mahali gani tulipokuwa na kutuambia ni wapi tunaelekea, akitujulisha kuwa tulikuwa ndani yake hapo kabla. Alisema kabla hata hakujawa na mwezi, au kabla hakujawa na nyota, kabla hakujawa na molekuli, tulikuwa katika mawazo ya Mungu. Kabla hakujawa na chochote, mimi nilikuwa Mungu. Wewe ulikuwa Mungu. Hii ni maskani tu. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Ni kweli, nilipoliwazia jambo hilo ikawa kama, Bwana, ndivyo ilivyo. Najua kuna mtu atanielewa hili vibaya, lakini nitalisema hata hivyo. Yeye alisema niko hivyo. Tuko hivyo. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Alituambia kwamba Yesu alitoka kwenye ile theofani na akaja katika mwili wa kibinadamu. Alisema tunarudi kwenye hiyo theofani. Alisema kuwa theofani hiyo ilikuwa neno, ilikuwa kila kitu, ilikuwa ni utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Yeye alifanya hivyo, lakini ndivyo tulivyo, wazo la Mungu. Lo, Mungu wangu. Usiku wa leo, kama hiyo iliweza kutoka hapa na pale, huenda sisi tusiwepo hapa mwishoni mwa usiku huu. Kama kweli tungaliweza kulitambua jambo hilo, kama tungeweza kuacha mwili huu kutoka katika hilo, ni kwamba tunajiangalia tulivyo na kile tulicho na vile tulivyo na kila kitu kingine, lakini inakuwa zaidi ya ufunuo kwa bibi harusi siku baada ya siku. Hilo ndilo alilotoka kusema. Siku baada ya siku unakuwa ufunuo wa kweli wa kujua fika huyo bibi harusi wa Yesu Kristo ni nani. Alisema kwamba tumeolewa naye. Lo, jamani, ni ajabu vipi! Anasema tunao utepe wa ndoa ya neema. Tunamshukuru kwa hilo. Bila shaka yeye anaenda kutuambia kwa mara nyingine tena kuwa ni yeye Melkizedeki akizungumza na bibi harusi wa Yesu Kristo. Yeye atatukumbusha tena ya kwamba ametufunulia uzao wa nyoka, ndoa na talaka, zile nyakati 7 za kanisa, ile mihuri 7. Anaenda kutuambia ni wakati gani, mabwana. Nini kilichotokea kwenye ule mlima? Ulikuwa ni upi ufunuo wa ile mihuri 7? Musa akaingia, wakaingia jangwani. Ndivyo alivyofanya huyu Eliya nabii.
na siri zote zimefunuliwa kwa bibi harusi. Anaenda kutuhubiria kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Ni nabii wa Mungu peke yake ndiye anayeweza kufanya hilo na kuyaunganisha yote pamoja. Yeye atatuambia usiku wa leo ya kwamba majina yetu hayamo kwenye kitabu cha uzima. Lo, mbona mko kimya? Je, hilo linakupa mkunjo? Halinipi hata moja. Hilo linanifanya nitake kufanya kama vile ndugu Samuel alivyofanya hivi majuzi na kuruka kutoka kwenye jukwaa hili. Vema, hebu tumwache yeye atufafanulie hilo. Mko tayari kwa hilo? Lo, iwe ni tayari. Sasa kitabu chako cha zamani kimetoweka katika bahari ya usalifu wa Mungu. Hilo la tosha kwangu. Mungu asifiwe. Dhambi zangu zimetoweka. Alisema kitabu chako cha zamani kimetoweka pamoja na ndoa yako ya zamani. Sasa jina lako limehamishwa. Sasa unasema, unataka kuniambia ya kwamba kitabu changu cha zamani Mungu alikiweka kwenye bahari ya usaulifu wake. Unasimama mkamilifu mbele za Mungu. Hili hapa, sikilizeni. Jina lako sasa liko kwenye kitabu kipya. Si kitabu cha uzima, bali kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Kile mwana-kondoo alichokomboa. Si kile kitabu cha zamani cha ndoa yako ya kawaida, bali ndoa yako mpya, bibi harusi. Kitabu cha bibi harusi. Kitabu cha bibi harusi. Amina, utukufu. Je, unayofuraha kwamba jina lako halipo kwenye kile kitabu cha zamani? Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Waweza kuketi. Sasa uko katika kitabu cha bibi harusi. Kitabu cha bibi harusi. Unajua jinsi alivyo na kitabu, unajua na jinsi unavyotia sahihi jina lako kwenye hicho. Jina la Bwana lihimidiwe. Wai wako mpya umo ndani ya kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Ni cheti chako cha ndoa. Haleluya! Ambapo chembe yako ya kweli ya milele tangu mwanzo inakaa. Amina. Shikilia ewe bibi harusi. Kunayo zaidi. Mambo ndiyo yanazidi kuwa mazuri. Mnaenda kubarikiwa sana usiku wa leo. Mnaenda kutiwa moyo sana usiku wa leo, kwa sababu Melkizedeki huyu anaenda kukuambia hasa wewe ni nani. Bwana sifiwe. Sasa si kwamba tu umesamehewa, bali umehesabiwa haki. Amina. Hilo hapo. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Kwa hivyo sisi tuna sifa safi, hatujawahi kutenda dhambi yoyote. Neno bikira safi. Huyo ndio sisi tuliye. Alisema kwamba tumeolewa na Kristo. Hicho ndicho cheti chetu cha ndoa. Kwa hiyo cheti chetu cha ndoa ni nini? Majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Hicho ndicho cheti chetu cha ndoa. Kwa hiyo hilo linatufanyia nini? Yeye analisema hilo. Ninyi ni bibi harusi msafi, asiye na asiye na dhambi wa mwana wa Mungu aliye hai. Nataka kuliandika hilo kwenye kifua changu. Amina. Amina. Sio lazima uliandike hilo, ulimwengu unaweza kuliona. Amina. Bwana asifiwe. Sikilizeni. Sikilizeni wapi tunakoelekea. Unaenda kwenye harusi huko mbinguni, na umevaa utepe wa ndoa ya neema iliyokusudiwa tangu zamani, usiostahili. Utepe wa neema usiostahili kwa nafsi yako. Jina la Bwana lihimidiwe. Nasi tunaupataje huu utepe wa ndoa? Na tuliupata lini? Mungu alifanya jambo hilo yeye mwenyewe. Alisema, lo, jina la Bwana lihimidiwe. Mungu alifanya jambo hilo yeye mwenyewe. Sikilizeni. Alikujua wewe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo akakuvisha utepe wa harusi pale, akaliandika jina lako katika kitabu. Oh, amina.
Tumeolewa na Kristo. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Jina la Bwana limidiwe. Hilo ni kuu jinsi gani kama mtu aliyeoa, kwamba wakati kabla ya kuoa nawe unajiandaa kuchumbia, nawe unampa mke wako mtarajiwa pete hiyo, naye anaivaa pete hiyo, na anapofanya hivyo ni kama haya, basi imekwisha, yeye ni wangu, maisha yote tuko pamoja milele, tuko pamoja. Na hivyo ndivyo Kristo alivyofanya kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alisema pale tulipokuwa katika mawazo yake, alituvisha utepe huo wa harusi na akatuchagua tangu zamani, nasi tulikuwa wake. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kutoa shukrani jinsi gani. Bwana asifiwe. Amina. Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Je, hamjaanza kupata njaa bado? Nadhani mnaweza kuisikia harufu ya chakula cha kiroho. Kama ukisikiliza kwa makini sana, nafikiri unaweza kuisikia kengele ya chakula cha jioni. Habari za jioni marafiki. Hiyo ndiyo kengele yetu ya chakula cha jioni. Habari za jioni marafiki. Jina la Bwana limidiwe. Kweli alisema tuko mwisho. Kivuna nafaka kinakuja. Lakini naamini kama vile wana wa Israeli. Ndugu Branham kila mara aliturudisha kwa wana wa Israeli kwenye siku ile. Anasema ilikuwa hivyo wakati huo, ndivyo ilivyokuwa katika siku za Musa, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika wakati huu hapa pia. Nasi tunaona ulinganifu mwingi sana wa kile kinachotukia, kwa sababu ni ulinganifu mkamilifu. Alisema ni kivuli. Anasema kwamba inakuwa zaidi chanya kadiri hasi inavyoingia kwenye chanya. Lakini kama vile wana wa Israeli, anasema kwamba kabla wao walikuwa na jambo moja la kufanya ambalo lilisimama mbele zao njiani mwao kabla ya wao kuingia katika ile nchi ya ahadi. Kulikuwa na jambo lililosimama katika njia yao. Kulikuwa na jambo moja tu lililokuwapo. Kwa hivyo kabla Yoshua hajaingia katika ile nchi ya ahadi na kuingia Yeriko, kabla hajaiharibu. Amina. Ilimpasa aiangamize Yeriko, lakini ilimpasa yeye afanye jambo fulani kabla hajaiharibu Yeriko. Ilimpasa angalia kama kuna makanisa yoyote ya kanda mle. Hilo ndilo lililokuwa agizo lake. Amina. 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 Hivyo ndivyo alivyopaswa kufanya. Ilitakiwa aende kuona. Ni mmoja na amini kwa yale Yesu aliyosema katika Luka. Anasema nitakaporudi nitaikuta imani. Hilo ndilo lilokuwa swali la Yesu. Anasema nitaikuta ile imani. Anasema nao ufunuo ndio jambo pekee, ufunuo wa neno. Ufunuo ni nini? Yesu Kristo alisema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Huo ulikuwa ni ufunuo wa Yesu. Alikuwa nani? Huo ulikuwa ufunuo. Anasema imani ni ufunuo, na kwa sababu imani imefunuliwa kwako, kwa hiyo imani ni ufunuo wa ujumbe huu na mjumbe wake. Sivyo? Sote tumefundishwa imani huja kwa kusikia, kusikia neno, nalo neno mjia nabii. Kwa hiyo wakati Yesu atakaporudi, jambo la mwisho yeye atakalolitafuta ni, je, kuna kanisa la kanda? Lipo. Hilo ni sisi. Woo! Amina. Jina la Bwana limidiwe. Amina. Bwana asifiwe. Ujumbe huu, hizi kanda, ndio uzi wetu mwekundu, ndio ufunuo. Kwangu mimi, hiyo ndiyo ile imani. Yeye anataka kujua hao watakuwa wapi. Je, bado kutakuwako na yeyote ambaye atakayedumu nalo? Je, bado kutakuwako na wale wajuao ni juu ya mwamba huu, ufunuo wa kile kitakachokuja katika siku yetu ya mwisho? Hilo ni kanisa la kanda. Ndivyo hilo lilivyo. Sasa ulimwengu na waamini wa kujifanya, wao hawaamini jambo hilo. Hawaliamini.
Wao wanasema ni upuuzi. Ati si lazima uwe kanisa la kanda. Ndivyo alivyosema. Ndivyo wao wanavyosema. Wanasema wao ni upuuzi. Lakini kwa wakosoaji, unawajibuje hao wakosoaji wanaposema hivyo? Unawaambia nini wao wanaposema hivyo, kwamba hilo silo? Hebu tumwache nabii wa Mungu atujibie sisi hilo. Revelation. Ufunuo. Amina. Neno hilo si la ajabu? Wanalo swali? Tunalo jibu. Vema. Wenda ni bora mbaki mmesimama, kwa sababu mtarudi moja kwa moja wima tena. Nilisema jambo hilo mara nyingi sana. Kanda hizi zinaenda tu. Ninazungumzia kusanyiko langu ndogo. Mimi siwajibiki na wale Mungu aliyokupa kuwachunga. Mimi nawajibika na aina ya chakula ninachowalisha watu hawa. Hili ni kwa ajili ya maskani yangu haya pekee. Amina. Sasa kama watu wanataka kuzisikiliza kanda, hiyo ni juu yao, bali mimi ninawazungumzia wale Mungu alionipa. Kwa hiyo watu wa Mungu, kusanyiko lake, maskani yake, watasikiliza kanda. Amina. Hilo linapaswa kufanya uwe na furaha kweli kweli. Bwana sifiwe. Huo ndio ufunuo mkuu. Huo ndio ufunuo. Amemaliza kulisema hapa. Ule ufunuo wa imani ulikuwa ni nini? Petro, unasema mimi ni nani? Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Alisema ni nani aliyezungumza na Ibrahimu siku ile? Aliyekula na kunywa. Alisema alikuwa ni Elohim, yule aishie peke yake. Daima imekuwa shida, lakini hivyo ndivyo Mungu anavyotumia. Yeye alikichagua hicho chombo, akamchagua mtu huyo. Ndiyo sauti ya Mungu mwenyewe kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Huo ndio ule ufunuo. Ni bibi harusi peke yake ndiye anayeweza kulijua hilo. Hilo ndilo Mungu atakalokuwa akitafuta. Je, kutakuwako na kundi la watu litakalodumu na neno hilo hata iweje? Je, wataamini kila nukta, kila yodi, kila amina? Je, watashikamana nalo? Wafanye watu wa kuamini. Ndivyo yule malaika alivyosema. Sisi tunaliamini hilo kwa yote yaliyo ndani yetu. Ndiyo yakini yetu, ndiyo mahali petu pa kupumzikia. Ujumbe wenyewe wa saa. Kweli, nilikuwa nikisema hapo mwanzo, ujumbe huu, jina la ujumbe linasema, yeye anatuambia hizi zilikuwa ndizo kanda chache za mwisho alizozileta nabii huyu. Naamini yeye alijua alikuwa anafikia mwisho. Alisema mara nyingi, ninazeeka. Anasema naweza nisiwepo hapa, bali ninyi semeni yale kanda hizo zinazosema. Rejeeni kwenye hizo kanda. Yeye alijua. Unajua, ni kitendawili kwangu mimi. Wakati fulani ninahisi kuwa karibu sana na Bwana, na shetani ananishambulia zaidi ya vile alivyowahi kujaribu hapo awali. Je, kuna mtu yeyote anayepitia hayo? Lo, inueni mikono yenu juu kwa dakika moja, sababu hilo linanitia moyo. Nawazia, Bwana, hii inawezekanaje? Ni kule kukamilishwa. Yeye anatukamilisha. Tunaijiona sisi ni nani. Shetani analichukia hilo. Anajua ana wakati mchache sana. Lakini unajua moyoni mwako nalo limeshuka kutoka hapa hadi hapa, kutoka kichwani kushuka moyoni, kwamba sisi ndiyo shingo linaloungana na kile kichwa, Yesu Kristo.
Sisi ndio bibi harusi. Majina yetu yako kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Naliona pale. Unaliona jina lako pale? Tunaliona. Mimi naliona. Sikuwa nilisema inakuja kwamba sisi ni Yesu pale mwanzoni kabisa, kwamba alikuwa anatembea na wanafunzi wake na kila kitu. Huyu hapa Petro anakuja na kumwambia hasa kwamba yeye alikuwa ni nani. Anasema, ninyi mnasema mimi kuwa ni nani? Vema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni hivi vile, wengine wanasema vile. Anaendelea. Hilo alikuwa swali langu. Swali langu lilikuwa, ninyi mnasema mimi kuwa ni nani? Lo, jamani, sisi ni wanafunzi wake, nasi tunasema wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Sasa yeye alikuwa nao ufunuo papo hapo. Amina, amina. Lakini Yesu akatembea pamoja nao, akazungumza nao. Muda ukaendelea, jumbe nyingi zikaletwa, mambo mengi yalifunuliwa na mengine yote. Kisha mwisho kabisa wao walimwambia nini? Lo, sasa tunaamini. Akasema, mnaamini sasa? Tumeujua ujumbe huu, upo moyoni mwetu maisha yetu yote, umetia nanga. Ndugu Branham alisema daima kumekuwa na jambo fulani maishani mwako. Kuna kitu fulani humo unachojua daima kimekuita wewe utoke. Haijalishi ulikuwa wapi, kwenye ushoroba upi, vijana, wazee, kwamba wewe ndiwe. Heka zako, una mapungufu yako, lakini kuna kitu fulani unapokosea, Mungu anakuzungumza na moyo wako. Unajua, Bwana, daima hilo limekuwa mle. Sasa tunaamini. Sasa tunaona wazi kabisa, kama vile mitume walivyofanya ilipokuwa ikielekea mwisho. Sasa tunaona Bwana Yesu, tumeliona daima, lakini sasa limepelekwa mioyoni mwetu, limeota mizizi. Sasa tuko tayari, tunazidi kukaribia na kukaribia zaidi na zaidi kule kuja kwa Bwana, kule kutambua tuko kile sisi tulicho. Kumbuka, umehesabiwa haki. Shetani hawezi kufanya lolote kuhusu hilo. Tunashukuru sana kwa jambo hilo. Huku tunapovinamisha vichwa vyetu mchana huu kwa ajili tu ya kumtafakari yeye kwa muda, ili tu kumshukuru yeye. Ni wakati wa kutoa shukurani ulioje! Ni wakati ulioje Bwana! Ni wakati ulioje tunaoishi! Ni siku ya namna gani tunaoishi! Ni ufunuo wa jinsi gani unaotupatia na kutambua kuwa yeye peke yake ndiye anayeweza kukupa wewe ufunuo huo. Ndugu Branham anasema anakupa huo, anakupa imani yako, anakupa kila kitu. Sasa tumepewa sisi, nayo imeshuka mioyoni mwetu. Tunayo furaha sana, nayo ni siku iliyoje tunayoishi. Sijui ni wangapi wenu, labda asubuhi ya leo ulipoinuka au kabla ya kuja hapa, ikiwa umeisikia nukuu ya siku ya leo. Amina. Kwa ajili yako wewe labda ambaye hukusikia, ilikuwa ni ujumbe huu, muungano usionekana wa bibi harusi wa Kristo. Unajua, zinachaguliwa tu bila mpangilio. Sio sisi tunaozichagua, hatuzichagui. Sio sisi tunaoziweka hapo, hatufanyi hivyo. Ni yeye ndiye anayefanya jambo hilo. Kwa ulimwengu ni kubahatisha, ni upendo wa Kristo kwa bibi harusi wake, kukujulisha ya kwamba uko katika mapenzi yake. Samahani kwa kuchukua muda mrefu, lakini nataka tu kuwaambieni jambo fulani ambalo lilinibariki. Ilikuwa ni wiki iliyopita, na wakati tunajiandaa nilijisikia kwanza kusikiliza ujumbe ule tuliosikiliza, chujio la mtu mwenye busara. Sikuomba kuhusu hilo, nao ulikuwa moyoni mwangu, nami nikajiandaa kumtumia ndugu ujumbe, kumwambia Ijumaa ni kama vile tutakavyokuwa na shukurani, na ni kama lo, lazima ni utume leo. Kwa hivyo enyi watu, nitakuwa na shughuli nyingi hapo Jumamosi, sitaweza kutuma. Kwa hivyo ninaiandika kutuma ujumbe, na ni kama chujio la mtu mwenye busara, na ni kama Roho, afadhali niyaweke maandiko pia. Nami nikagundua hata sijawahi kuisikia kanda hiyo, sijawahi
kusikiliza hata wakati mmoja. Na hiyo ndio daima mimi husikiliza kila mara na tena na kuomba, lakini nilijua tu moyoni mwangu ni kama Bwana, nahisi huu ndio ujumbe unaotaka tuusikie. Kwa hiyo nafikiri vema Bwana, kabla sijautuma huo nitaenda tu kwenye safari, nami ninasikiliza kana, nami nikachukua gari langu nikabonyeza kwenye kanda. Na unajua ndugu Branham akasema nini? Alisema, Baba, na uje katika nyumba zetu. Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Yeye anatuthibitishia tena na tena na tena kwamba tuko katika mapenzi yake. Jinsi wewe ulivyo mkuu, Bwana Yesu. Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Bwana sifiwe. Lo, Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Tuvinamishe vichwa vyetu. Baba, tunakuja kwako jioni hii tukiwa na shukrani mioyoni mwetu, jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana, kwamba uliandika majina yetu kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana, tulikuwa katika mawazo yako, tulikuwa zile sifa Bwana. Na Bwana, kwamba katika wakati huu Bwana, huu ambao ndugu Joseph alikuwa akisema juu ya sauti yako kutoka, ni kwamba Bwana ulikiweka ndani yetu kitu fulani ambacho kingeipokea sauti hiyo. Na Bwana, bibi harusi wako analipokea neno hilo saa hii, siku hii. Asante Bwana kwa upendo wako mkuu kwetu. Lo, Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu, kwamba unatupa huo ufunuo, kwamba tumetia nanga kwenye huo mwamba. Ni siku ya kutoa shukurani iliyoje! Lo, ni kutoa shukurani kulikoje Bwana! Ni wakati wa kutoa shukurani kukuu katika maisha yetu yote leo. Bwana, kwamba tunaenda nyumbani. Tunakushukuru kwa yale uliyofanya Bwana. Umefanya mambo makubwa. Tunajua unaenda kufanya mambo makubwa, lakini Bwana, tunayo furaha sana kwamba tunatambua kile wewe unachofanya sasa hivi Bwana, kwamba unatukusanya pamoja, kutuunganisha pamoja kote ulimwenguni kwa ujumbe wako, kwa mjumbe wako aliye sauti ya Mungu kwetu. Bwana, asante sana Bwana. Tunatambua kuwa ni Waebrania 13:8, yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana, jinsi gani tulivyo na furaha leo, na Bwana, kujua kwamba sisi ni bibi harusi wako, kujua kwamba tumehesabiwa
wa haki Bwana, bila doa, bila waa Bwana. Tunasimama wakamilifu mbele zako Bwana. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Tunakupenda wewe Bwana kwa moyo wetu wote. Na Bwana, kuna mahitaji mengi hapa leo, mambo mengi kwenye mioyo ya watu, nami nilikuwa nikimwazia tu Bwana juu ya kile nabii wako alichosema Bwana, kwamba Bwana, shetani anapotujia na kutuambia hapana, 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 akasema tu tumwambie ndiyo, ndiyo, ndiyo. Nami nilipokea ahadi hiyo Bwana, nayo ni kazi iliyomalizika. Na Bwana, ninayo furaha sana kuipokea hiyo Bwana, na haijalishi yeye anasema nini, ni kile neno lako lilivyoniahidi, nayo ni yangu. Asante Bwana. Bwana, maombi haya yote yaliyo juu ya kila moyo, maombi haya yaliyowekwa kwenye dawati hili Bwana, kwa imani na kazi iliyomalizika, tunalipokea Bwana kwa mioyo yetu yote. Na Bwana, kama vile ndugu yetu Robertson ametolewa nje ya ukumbi leo, hatujui ni kitu gani, lakini Bwana uko pamoja naye. Mbariki na uwe pamoja naye na ndugu yetu Bwana, mtie nguvu, mguse Bwana, mbariki na uwe pamoja naye kwa wingi Bwana, na iwe tu ni ushuhuda mwingine, shahidi mwingine ambaye wewe unatushuhudia sisi Bwana, nawe uko pamoja na ndugu yetu. Mbariki na uwe pamoja naye Bwana, wabariki na uwe pamoja na bibi harusi wako kote ulimwenguni, wale walio majumbani mwao, makanisani mwao, popote walipo Bwana, wabariki na uwe pamoja nao, watie mafuta upya. Na Bwana, siku moja tutaungana pamoja kwenye karamu ile ya harusi Bwana, na kuwa uko na wewe milele, na kwenda katika mji ule Bwana ambapo mwanakondoo ndiye nuru. Bwana, tunakupenda wewe Bwana. Tubariki na wewe pamoja nasi sasa katika sehemu inayofuata ya ibada, nasi tunakabidhi yote kwako Baba, katika jina la Bwana Yesu. Tunakupenda Bwana Yesu. Amina. Yesu, jina lipitalo majina yote, Mwokozi mzuri, Bwana mtukufu, Emanueli, Mungu yu pamoja nasi, mkombozi mbarikiwa, neno lililo hai. Jina lako Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Lo, jinsi ninavyokushukuru kuwa hapa mchana wa leo na kila mmoja wenu, kuunganishwa pamoja na kila mmoja katika nchi ya wanaosikiliza kwa njia ya simu. Sote tuko pamoja tukiwa tumeungana chini ya sauti hii. Jinsi gani tunavyoshukuru damu ya mwanakondoo. Amina. Milele yote mimi ni mtoto wake. Kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, nimekombolewa na damu ya mwanakondoo, kupitia rehema zake zisizo na kikomo. Nakombolewa na damu ya mwanakondoo, kombolewa milele. Mimi ni mtoto wake, nimekombolewa na nina furaha sana ndani ya Yesu. Hakuna lugha iwezayo kutamka kunyakuliwa kwangu. Najua kuwa nuru ya uwepo wake pamoja nami hukaa daima. Nakombolewa na damu ya mwanakondoo, kombolewa milele. Mimi ni mtoto wake. Baba wa mbinguni mwenye neema zaidi, ni heshima na upendeleo ulioje kukusanyika pamoja leo Bwana. Na Bwana, tunapotazama ng'ambo ya lile pazia, na Bwana, tunamsikia Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Baba, tunataka tu kuwa katika utii mkamilifu kwa kila neno Baba.
Bwana, ulisema hatua za wenye haki huongozwa na Bwana. Baba, na sio haki yetu wenyewe Bwana, bali ni haki yako katika hili Bwana. Umetuamuru tuwe hapa Bwana. Tunakuamini Bwana, tunakupenda, tunakushukuru kwa nafasi hii Bwana. Sasa Bwana, zibariki zaka hizi na hizi sadaka Bwana. Tunakupa sifa na heshima na utukufu wote katika jina la thamani la Bwana Yesu Kristo, amen. Kombolewa na kombolewa na damu ya mwana-kondoo. Kombolewa, kombolewa milele, mimi ni mtoto wake. Nami namwazia mkombozi wangu aliyebarikiwa, ninamwazia siku nzima. Ninaimba kwa maana siwezi kunyamaza, upendo wake ndio kini cha wimbo wangu. Kombolewa na kombolewa na damu ya mwana-kondoo. Kombolewa, kombolewa milele, mimi ni mtoto wake. Najua nitauona uzuri wake, mfalme ambaye sheria yake naipenda, azilindaye hatua zangu kwa upendo, na unipa nyimbo usiku. Ndiyo kombolewa na kombolewa na damu ya mwana-kondoo. Kombolewa, kombolewa milele, mimi ni mtoto wake. Kuna nchi huko mbali na ya anga la nyota, na kuna mji ambako njaa yao huja usiku, na tukiwa waaminifu tutakwenda huko karibuni, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Ndiyo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku, nami na jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru. Hapa tunazo siku zetu za jua, lakini tunajua kwamba jua hili linalotuangazia sasa angavu sana litabadilishwa kuwa mawingu na mvua mpaka tutakapoenda. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Ndiyo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku, nami nina jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru. Huko maua huchanua milele na mchana, itakuwa siku moja ya milele isiyo na usiku, nayo machozi yetu yatafutwa milele. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Ndiyo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku, nami nina jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru. Hapa tunako kukatishwa tamaa kwetu wakati wote, na matumaini yetu mazuri, lakini hukutana na doa chungu. Ingawa usiku tunalia, asubuhi inaleta tabasamu. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Oh, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku, nami nina jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru.
na wakati kutoka kwenye mwanga wa jua usio na mwisho huacha giza kuchanua. Hakuna kivuli ambacho roho yangu yenye furaha inaweza kuogopa, kwa maana najua kwamba huko mbinguni kunayo nafasi. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku. Nami nina jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru. Lo, katika mji ule ambako mwana-kondoo ndiye nuru. Lo, katika mji ule usiona usiku. Nami nina jumba kubwa kule ambalo halina taabu wala mashaka. Lo, ninaenda ambako mwana-kondoo yule ndiye nuru. Ninaposafiri katika nchi hii ya ugenini, kuna rafiki anayetembea pamoja nami, anayeniongoza salama kupitia mchanga udidimiao. Ni Yesu Kristo wa Kalvari. Na haya yangekuwa maombi yangu, Bwana mpendwa, kila siku nisaidie kufanya vizuri niwezavyo, kwa maana nahitaji nuru yako iniongoze mchana na usiku. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, ninakuhitaji kila saa. Kupitia nchi ya ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba, natumai kukutana na wewe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Jalia nitembee katika nuru ya kiungu, ili niweze kuiona njia iliyo barikiwa. Nilinde ili niweze kuwa wako kabisa, na niuimbe ule wimbo wa ukombozi siku nzima. Nitakuwa askari jasiri na mkweli, daima nichukue msimamo thabiti. Ninaposonga mbele na kukutana na adui kila siku, Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, ninakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Nisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba, natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Na ninapozunguka bonde zito kuelekea machweo ya jua, ananiongoza salama mpaka nchi kavu, nikingojewa na taji ya uzima niliyoshinda. Nami nimeweka imani yangu kwako, Bwana mpendwa, ili niweze kufikia ule uzi wa dhahabu. Hakuna rafiki mwingine ninayeweza kumtegemea. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Yesu nishike mkono, ninakuhitaji kila saa. Kupitia njia ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Nisikie ombi langu dhaifu, Bwana nitazame mimi. Nipigapo magoti kuomba, natumai kukutana nawe hapo. Yesu mbarikiwa, nishike mkono. Hebu tumpige makofi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Oh yeah, Yesu nishike mkono.
mkono, ninakuhitaji kila saa. Kupitia nchi ya ugenini, nilinde kwa nguvu zako. Lisikie ombi langu dhaifu, Bwana, nitazame mimi nipigapo magoti kuomba. Natumai kukutana nawe hapo Yesu, mbarikiwa, nishike mkono. Amen. Jina Bwana limelimu. Maweza kuketi. Wakati huu tunao wimbo maalum kutoka kwa dada Hana na dada Rebeka. Hesabu nyota mmoja na zote, anajua ni mchanga kiasi gani ulioko ufukweni, anaona kila shomoro anayeanguka. Yeye alifanya milima na bahari, anatawala kila kitu, kati ya viumbe vyote vikubwa na vidogo, na analijua jina langu. Kila hatua ninayopiga, kila msogeo ninaofanya, kila chozi ninalolia, analijua jina langu. Wakati nimezidiwa na maumivu, siwezi kuona mwanga wa mchana, najua nitakuwa tu sawa, kwa maana analijua jina langu. Analijua jina langu, analijua jina langu. Sijue kesho itakuwaje, siwezi kukwambia yeye ameniwekea nini. Sijui mambo mengi, la la la. Sina majibu yote ya maswali ya maisha, lakini namjua yule niliyemwamini, na analijua jina langu. Kila hatua ninayopiga, kila msogeo ninaofanya, kila chozi ninalolia, analijua jina langu. Wakati nimezidiwa na maumivu, siwezi kuona mwanga wa mchana, najua nitakuwa tu sawa, kwa maana analijua jina langu. Analijua jina langu, analijua jina langu. Aliliandika jina langu katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Nitakuwa tu sawa. Kila hatua ninayopiga, na analijua jina langu. Wakati nimezidiwa na maumivu, siwezi kuona mwanga wa mchana, najua nitakuwa tu sawa, kwa maana nalijua jina langu. Na nalijua jina langu, na nalijua jina langu. Siwezi kukwambia yeye ameniwekea nini,
Sijui mambo mengi, lakini yeye analijua jina langu, analijua jina langu. Amen. Hakika wakati wa Bwana ni mkamilifu. Najua tumemsikia ndugu Samuel, ndugu Joseph, najua tumeona wimbo maalum, na hata hivyo Bwana uruhusu yatendeke. Jambo hili alikupangwa kuwa namna hii, na ni jinsi gani linavyoeneana, lilivyo kamilifu kwa ajili ya siku hii ya leo. Siku zote ninashukuru kwamba yeye analijua jina lako. Amina. Ni siku yoyote tu sasa tunarudi kwake, nami nasubiri kwa hamu. Nani anayekesha? Nani anayengojea? Amina. Bwana, unalo kanisa ambalo linangojea. Amina. Siku yoyote tu sasa Bwana wetu anakuja, atakuwa anarudi kukuchukua wewe na mimi. Nimekuwa nikikesha na nimekuwa nikingojea, ni siku yoyote tu sasa nitauona uso wake. Siku yoyote tu sasa Bwana wetu anakuja, atakuwa anarudi kukuchukua wewe na mimi. Lo, nimekuwa nikikesha na nimekuwa nikingojea, ni siku yoyote tu sasa nitauona uso wake. Mara moja tu zaidi. Siku yoyote tu sasa Bwana wetu anakuja, atakuwa anarudi kukuchukua wewe na mimi. Lo, nimekuwa nikikesha nani nimekuwa nikingojea, ni siku yoyote tu sasa nitauona uso wake. Tunapovinamisha vichwa vyetu tuvumishe kwake.
Hebu tumwimbie. Yote yatendeka. Amini tu. Amini tu. Amini tu. Na yote yatendeka. Amini tu. Amina. Mwaweza kuketi. Sisi ni watu waliotunukiwa jinsi gani kwa mara nyingine tena kukusanyika pamoja ili kumsikia nabii na mjumbe wa Mungu yule Melkisedeki akimuunganisha bibi harusi wa Yesu Kristo kuzunguka ujumbe wa saa. Je, unaamini hilo kwa moyo wako wote jioni? Je, uko tayari akutie moyo, akujulishe wewe ni nani na ni wapi tunakoelekea, na kwamba tulichaguliwa tangu zamani? Hakuna anayeweza kukutia moyo kama Mungu mwenyewe. Amina. Mungu awabariki. Huyu hapa mchungaji wetu, nabii na mjumbe wa Mungu. Karibu ndugu Branham.